Basi waimbaji, nashukuru kwa wimbo wenu wa kumtukuza Mungu, na nitapenda nianzie hapa. Kitabu ni cha, baada ya hapa ndio tutaona somo linasemaje. Kwa hiyo unaweza ukaruka mstari wa somo, utaandika baadaye. Kitabu ni cha Petro wa pili 1:19. Wote tumefika hapa? Kitabu ni cha Petro wa pili 1:19. Kama umefika hapo sema amina. Amina. Basi wote tuanze kusoma hapo. Inasemaje? Petro wa pili 1:19 inasemaje? Jamani, Petro wa pili 1:19. Nasi tuna lile neno la unabii, ndio lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia, ndio kama taa ing'aayo mahali penye giza, ndio mwafanya vyema mpaka nini? Na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Ishia hapo. Anasema nasi tuna lile neno la unabii ambalo mkiliangalia, ambalo tukiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza twafanya nini? Vyema. Yaani maana yake kama tusipoangalia neno la unabii, maana yake hatutaweza kuelewa kile ambacho kinaendelea. Somo la leo ni fupi tu. Je, umejiandaaje? Hivyo somo linasema, je, umejiandaaje? Wakati unabii unaendelea kutimia, wakati matukio ambayo yamekwisha kutabiriwa kwa muda mrefu yakiendelea kutimia, je, umejiandaaje? Je, nimejiandaaje? Tukiangalia neno la unabii ambalo linatuelekeza na kutuonyesha wapi tumefikia katika historia ya unabii. Sasa wimbo tuliowimba namba 77 unasemaje? Je, mlinzi ukutani wa mji wa nini? Wa Sayuni. Sasa tulishajifunza habari za Sayuni. Ni mimi na wewe ambao tumekabidhiwa kweli. Kanisa la Waadventista wa Sabato wanaingia hapa. Kwa hiyo wewe na mimi ambao tumekabidhiwa kweli, anapouliza je, mlinzi ukutani wa mji wa Sayuni, habari zake nini? Sasa wewe na mimi katika matukio haya, katika ukamilifu wa unabii kupitia matukio yanayotukia, je, tumejiandaa? Sasa hilo ni swali la kujiuliza. Je, umejiandaa? Je, nimejiandaa? Wakati Yesu anakaribia kabisa kumaliza kazi yake ya uombezi, kazi yake ya upatanisho, kufunga historia ya ulimwengu huu, je, swali linabaki, umejiandaa? Yaani hilo ndio swali. Je, katika matukio haya yanaendelea ambayo yanazidi kukamilisha historia ya ulimwengu, je, umejiandaa? Hilo ndio swali la msingi sana katika mchana huu wa leo ambao tutaenda kujiuliza kila mmoja wetu. Kitabu ni cha Pambano Kuu. Naomba ninukuu hapa kidogo. Kitabu ni cha Pambano Kuu, kurasa ule wa 457. Sikiliza hii sentence. Anasema, hayakuwa mapenzi ya Mungu kwamba Waisraeli wangetangatanga jangwani kwa muda wa miaka 40. Haikuwa mpango wa Mungu Israeli watangetange jangwani kwa muda wa miaka mingapi? 40. Anasema alikusudia kuwaongoza moja kwa moja katika nchi ya Kanaani na kuwaweka
ni sentensi ya maana sana kwa wakati wetu. Sikiliza kwa makini. Anasema kwa jinsi hiyo hayakuwa mapenzi ya Mungu kwamba kuja kwa Kristo kucheleweshwe kwa muda mrefu hivi. Anasema na watu wake wabakie kwa miaka mingi hivi katika ulimwengu huu wenye dhambi na huzuni, lakini kutokuamini kuliwatenga na Mungu. Hivi mnaona hii sentensi? Yaani hata kwetu, sikilizeni hapa, kwamba Mungu hakusudii kucheleweshwe kuja kwa Yesu Kristo, lakini kwa sababu ya kutokuamini kwetu. Sikiliza hii point. Anasema kwa kadri walivyokataa kufanya kazi aliyokuwa amewaagiza, wengine waliinuliwa kwa ajili ya kutangaza ujumbe kwa ajili ya rehema kwa ulimwengu. Yesu anachelewesha kuja kwake ili wenye dhambi waweze kupata fursa ya kulisikia onyo na kupata kimbilio kwake kabla ya kumwagwa kwa hasira kali ya Mungu. Umeona sababu? Kwa hiyo sababu mpaka sasa hivi anasema kazi ya Mungu haitangazwi. Inabidi sasa Mungu aanze kunyanyua watu, aanze kutafuta watu watakwenda kutangaza ukweli, maana waliokabidhiwa kweli wanaonekana kulala. Narudia tena, Mungu ndio anatamka hapa. Anasema inabidi anyanyue watu ambao watakaopelekea ulimwengu habari ya kuonyesha kwamba mwisho umefanya nini? Umefika. Sasa watu watakao wanyanyua ni ambao wewe na mimi tunaweza tukabaki tunashangaa. Mungu ameita watu, lakini aliyowaita wamekataa. Inabidi atafute wengine ili waweze kuimaliza kazi kabla hasira ya Mungu haijafanya nini? Haijamwagika. Kitabu ni cha Yeremia. Kimbia hapo. Yeremia 23. Anza mstari wa kwanza. Yeremia 23. Wangapi tumefika? Sema amina kama umefika. Amina. Yeremia 23 mstari wa kwanza inasemaje? Ole wao wachungaji wanaoharibu kondoo za malisho na kuwatawanya. Ndio asema nani? Asema nani? Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli ndio asema hivi. Anasemaje? Ndio juu ya wachungaji wanaowalisha watu. Anasema juu ya wachungaji wanaowalisha watu waliokabidhiwa kutangaza ukweli wa mwisho katika ulimwengu unaopotea. Anasemaje Mungu? Mmetawanya kundi langu. Mmetawanya kundi langu, ndio. Na kuwafukuza. Na mmewafukuza, ndio. Wala hamkwenda kuwatazama, ndio. Angalieni. Nitawapatiliza nini? Uovu wa matendo yenu. Asema Bwana. Tulia. Sasa hapa kuna kundi ambalo limekabidhiwa ujumbe wa kwenda kutangaza. Kulisha maana yake ni kutoa ujumbe kutokana na wakati. Sasa kuna kundi hapa lenyewe halitaki kupeleka huo ujumbe. Mungu anaapa, anasema kabisa atawapatiliza uovu wa matendo yao. Na mwisho atafanya nini? Fungu la 4. Soma fungu la 4. Anasema anasema analeta wengine. Simuona hawa wamewafukuza. Analeta wengine. Anasema nami nitaleta watu gani? Wachungaji wengine watakaofanya nini? Watakaowalisha. Endelea. Wala hawataona nini? Hofu tena. Wala kufadhaika, ndio. Wala hatapotea hata mmoja wao. Ishia hapo. Asema Bwana. Ishia hapo. Sasa nisikilizeni wapendwa. Kuna kundi limekabidhiwa ukweli lakini halitaki kuupeleka. Mungu anasema atatafuta wengine, atawaokota huko, atawatoa wale waaminifu
kuta za Sayuni. Sasa naombeni mnisikilize. Hivi mnajua kati ya miongoni wanaoitwa ni wewe na mimi? Narudia tena. Hivi unajua miongoni mwa watu wanaoitwa ni wewe na mimi? Yaani maana yake Mungu anakutafuta, Mungu ananitafuta baada ya kuona kwamba wanaokabidhiwa madaraka haya hawasemi kweli. Anakuita wewe na mimi tuweze kutoa nini? Kupaza sauti na kuonyesha watu muda umefanya nini? Muda umeisha. Haya, hebu tuangalie kwanza matukio ambayo yanaendelea kutukia, na leo tutaangalia kwamba umejiandaje, nimejiandaje katika haya matukio ambayo yanatukia, na tutaangalia machache hapa kwa ajili ya kuamshana na kuona kwamba mambo yamekuwa ni hatari na inatakiwa tujiandae kabla hatujaweza kuchelewa, maana sio karibu tunafunga historia ya ulimwengu huu na Yesu kuja kuchukua watu wake. Swali, je, nitakuwepo? Swali, je, nitakuwepo? Kitabu ni cha Ufunuo. Hebu tuanze kwanza na kitabu cha Ufunuo. Kitabu ni cha Ufunuo. Ufunuo 12, fungu letu pendwa kabisa ambalo tumekuwa tukilisoma. Fungu la 17 anasemaje? Leo tutasoma wenyewe hapa. Haya, twende Ufunuo 12:17 anasemaje? Joka akamkasirikia nani? Yule mwanamke, ndio. Akaenda zake afanye nini? Afanye vita juu ya wazao wake waliofanya nini? Waliosalia, ndio. Wazishikao amri za nani? Na kuwa na nini? Ishia hapo hapo. Na kuwa na ushuhuda wa nani? Wa Yesu Kristo. Sasa naombeni mnisikilize. Tumekwisha angalia kwamba shetani anatafuta kundi la watu wenye sifa hizi tu, wenye ushuhuda wa Mungu, ushuhuda wa Yesu, wanaotunza amri za Mungu. Maana ukitunza amri za Mungu lazima uendane na kitu kifuatacho. Ufunuo 14:12. Yaani ukiwa unatunza amri za Mungu lazima ufuatane na kitu hicho. Ufunuo 14:12 inasemaje? Hapa ndipo penye subira ya watu gani? Ya watakatifu, ndio. Hao wazishikao nini? Amri za Mungu, na kuwa na imani ya nani? Ya Yesu. Sasa naomba usikilize. Wanaoenda kutafutwa ni hawa wenye sifa hizi tu. Sasa kuna kitu ambacho tulikizungumzia ila hatukizungumzia sana. Kuna kitu kinaitwa mpango mpya wa ulimwengu. Wote tuseme mpango mpya wa ulimwengu. Mpango mpya wa ulimwengu. Mpango mpya wa ulimwengu. Kwa Kiingereza wanaita the new world order. The new world order. The new world order. The new world order. Sasa naomba twende taratibu kabisa ili tuweze kuangalia, kwa sababu mambo haya yamekuwa ni moto. Na kumbuka tokea mwanzo tumekwisha kuona kwamba hawa wanatunga ajenda zao, lakini wakizifungamanisha katika haya matukio yanayotukia, na tunaona kwamba haya matukio wanayotoa hatupaswi hata kublink. Tunaelewa maana ya kublink? Yaani kufumba, yaani kama kufumba na kufungua. Yaani haya matukio wanayotoa wanakuwa wameyapanga. Si mnakumbuka tulianza na tukio gani? Haya, ngoja tuisukume tu mpaka hapa kwenye ugonjwa aliotengeneza corona, ambao zikaja sheria nyingi zikawa zimewekwa za kulazimisha dhamiri. Watu wakawa hawafanyi kutokana na dhamiri zao, si ndio? Watu ikafikia hatua kwamba unafuata maelekezo yao, wakatoa hayo maelekezo. Baadaye wakaingiza kuna kakitu fulani. Na nakumbuka kipindi fulani tulikuwa
tumezungumzia habari ya ubaguzi wa rangi. Mnakumbuka? Tukamwangalia mtu mmoja alikuwa anaitwa nani? Hapana. Yule mtu aliyekuwa ameuliwa na askari. George nani? Mmesahau hapo. Mnakumbuka wakaingizwa kwa kitu fulani pale. Ikawa kama COVID kametulia sawa? Yaani watu wakawa wanakusanyika. Watu wakawa wamekusanyika, hawajali hata hizo sheria, si ndio? Alafu baadaye tukaja tukaona kwamba ikaletwa chanjo ya lazima, si ndio? Ikapitishwa chanjo ya lazima. Watu wakawa wamelazimishwa, mataifa mengi yamelazimishwa kuweza kuchukua hiki. Hata taifa letu tulikuwa tumeangalia namna gani lilivyogoma kuchukua hiki kitu. Ikawa ni mgogoro mpaka likakubali. Sasa baadaye tunakuja kuona kwamba hebu tukimbia sasa. Baadaye tunakuja kuona ndani ya hili tukio kuna mgogoro mwingine ukaanzishwa sasa. Ambao tunaona vita ikatokea baina ya Urusi na Ukraine. Sasa naomba tusikilizane. Sasa katika huo mgogoro unaona kuna mambo fulani kama yanakwenda kama yanazimishwa. Sio kwamba yanazimishwa, ila kana kwamba yanafichwa, ila yapo. Sijui kama tunaelewa. Yaani kuna mambo kama yanafichwa ila yapo. Sasa naombeni tusikilizane vizuri. Ilipotokea hii vita ni kama kwamba yani COVID ni kama inafichwa, si ndio? Yaani kana kwamba haipo. Lakini bado kuna mpango wake upo nyuma. Sijui tunaelewa. Sasa kuna kitu ambacho wanakianzisha kupitia hivi vitu. Nilikwambia kwamba kupitia vita kuna vitu vingi wanaanzisha, si ndio? Tukaanza kuona kwamba kupitia vita wanajua kwamba kutakuwa na nini? Na njaa, si ndio? Kukiwa na njaa maana yake kutatokea pia na majanga mengine, pestilences. Kutatokea majanga, hata magonjwa na yenyewe yanaweza yakaibuka ndani yake, si ndio? Sasa kupitia vita tukaona kwamba kuna kitu pia wanakitafuta kufanya watu wa Mungu wasiweze kufanya nini? Kujiandaa mpaka Yesu anafanya nini? Anakuja. Si tunakumbuka? Sasa sikilizeni. Kuna kitu hiki tena kupitia vita hivi wanakitafuta. Ndicho hicho tunakiita mpango mzima wa ulimwengu. Yaani ajenda ni ile inayasuka haya mambo. Sasa kuna gazeti moja hapa tutaenda kulipitia. Gazeti moja hapa anasema hivi. Anasema Russia Ukraine war to trigger new world order. Umeona hicho kitu? Yaani kwamba kupitia Russia na vita vya Russia na Ukraine wanapelekea mpango mpya wa nini? Wa ulimwengu. Sasa unaweza ukajiuliza kwamba mpango wanaenda kusuka kwa namna gani? Kwa nini wanazungumzia hivi vitu? Na haya ni magazeti ambayo yanaeleza hivi vitu. Kwa nini wanaeleza hivi vitu? Kwa mfano, ngoja tena nikupe gazeti lingine hapa linazungumzia hiki kitu. Anasema hivi, Russia and China are leading a new world order. Hebu angalia hiki kitu. Eti Russia and China are leading a new world order. Russia foreign minister said. Yaani eti tena hapa Urusi na China wanaongoza katika kupelekea huu mpango mpya wa ulimwengu. Hebu sikiliza. Nini hapa kuna nyuma kinachotafutwa ni nini? Sasa naombeni twende taratibu ili tuweze kuona kwamba kinachotafutwa ni nini. Na kabla sijaendelea kuna gazeti lingine hapa ambalo ni Fortune. Anasema hivi, oil is entering a new world order. Here are the big winners and the losers. Sikiliza, anasema mafuta yanaingia au yanapelekea hapo kwenye mpango tena mpya wa ulimwengu. Mnakumbuka tukisema mafuta tunazungumzia nini? Hapana, yaani tupo kwenye mafuta kutokana na hizi nchi. Mafuta yanaingiaje hapo? Amina. Tulisema kwamba Russia ni taifa ambalo kiulimwengu lina supply sana nini?
mafuta. Sijui tunaelewana? Maana yake kama wako kwenye vita, mafuta na gesi, si ndio? Maana yake kama wako kwenye vita, tayari hakutakuwa na usambazaji wa nini? Wa mafuta dunia nzima, worldwide. Maana yake kama kukiwa hamna supply ya hivi vitu, maana yake lazima kutatokea na nini? Ni short fulani, si ndio? Na ndio maana wanapoiunganisha wanakuambia kwamba mafuta na yenyewe yataingia huko. Maana yake mafuta yakikosekana, tulisema kwamba bei zitapanda. Kwa hiyo watu wa Mungu, usafiri ukipanda, kwa hiyo kutatokea na swala la changamoto la kuuza na kununua, kwa sababu watu wakiwa wanaenda kununua si watapigia gharama za mafuta, si ndio? Kwamba mafuta yamepanda. Si mnasikia hapo mafuta yakipanda na gharama zinapanda? Kwa sababu mtu anakuambia kwamba gharama ya kutoa kitu kutoka Dar es Salaam ukipeleka Mwanza inagharimu usafiri, si ndio? Maana yake mafuta yakiwa gari, basi na bei zinafanya nini? Zinapanda. Maana yake wana control kitu kinaitwa tena buying and what? And selling, kuuza na nini? Na kununua. Maana yake sasa wale tu ambao watakuwa na uwezo mkubwa ndio wataweza kufanya nini? Kununua. Sikilizeni wapendwa, kuna changamoto hii inakuja na inaimbwa kila siku. Lakini tutakuja tushangae mbele ya macho yetu. Yaani issue ikija ikawa hot zaidi ya kutokuuza na kununua, ndipo tutaanza kuelewa kwamba hivi tulikuwa tunafanya nini. Yaani kuna wakati wapendwa tunaweza tukajiuliza kwamba tulikuwa tunafanya nini. Wakati haya yana sound mpaka kwenye magazeti. Haya, sikiliza. Anasema ili ni tuangalie hapa tena, kuna gazeti lingine, sikiliza inachokisema. Alafu uone kuna kitu gani kinazungumziwa. Hili gazeti linaitwa Reporter, The Reporter. Anasema hivi, why the economy of Francisco can develop a new economics and create a better world. Sasa hapa anazungumzia uchumi wa Francisco. Sasa sikiliza, hapo ukizungumzia tu haya huondoi kabisa kwa upapa. Yaani upapa ndio tunauleta kabisa hapa. Sasa sikiliza, kuna kipindi cha nyuma tulijifunza habari za Laudato Si, mnakumbuka? Tukazungumzia habari za climate nini? Change, mabadiliko ya nini? Tukagundua kwamba kuna nyaraka 3 alizitoa, si ndio? Papa ambao miongoni mwao kulikuwa na hii nyaraka ambayo ilikuwa inazungumzia Laudato Si, si ndio? Alafu nyaraka nyingine ilikuwa inazungumzia nini? Fratelli what? Fratelli Tutti. Sawa? Sasa kwenye hizi nyaraka kuna haya mambo yote ambayo tulikuwa tumeshayazungumzia kwa muda mrefu. Sasa sikiliza, hili gazeti la Reporter linaenda kutaja kitu fulani ambacho ndio tutakihusisha kwenye haya mambo. Sikiliza, anasema hivi: in Laudato Si, Pope Francis offered a compelling moral vision for overcoming the climate crisis. Sasa kwenye Laudato Si, Papa alikuwa amezungumzia kwamba namna gani waweze kukabiliana na janga hili la tabia ya nini? Mabadiliko ya tabia ya nchi. Lakini kwenye Fratelli Tutti anasema hivi, Pope Francis advises all of us, world leaders and citizens around the world on how to reach out to cooperate with the others across national, religious, racial and ethnic divides. Hii ni divide. Yaani kwenye Fratelli Tutti ni kuita sa umoja. Yaani kusiwepo na ubaguzi wa iwe ni makabila, iwe ni rangi, iwe ni sura, sijui vitu gani. Yaani wote tuwe watu wamoja. Hebu tunasikilizana ili wote tuwe watu wamoja. Yaani tuimbe wimbo mmoja. Sasa sikiliza hiki kinachoendelea hapa. Ndipo utaona hiki kitu kinachosema. Anasema his message is as clear as it is powerful. Ujumbe wake ni mzito na unaeleweka kabisa. Anasema as he puts it, interdependence obliges us to think of one world with a common plan. Mbona
Umeona hicho kitu? Anazungumzia kwamba yaani watu wote tuwe na mpango mmoja. Yaani maana yake dunia nzima iwe ni kitu kimoja. Dunia nzima iwe ni nini? Wote tuseme dunia nzima iwe kitu kimoja. Anasema we need in short to overcome our indifference. Tunaelewa maana ya indifference? Yaani kwa watu wote tuondoe kitu gani? Utofauti. Tuondoe kitu gani? Utofauti. Wote tuseme utofauti. Utofauti. Anasema any conflict, excessive individualism. Yaani tuondoe ubaguzi wa kuwa peke yako. Yaani kwa mfano, haiwezekani dini nyingine ikawa inaelezea kitu fulani, alafu na dini nyingine inaelezea kitu fulani. Maana yake wote tuwe wangapi? Wamoja. Wote tuseme tuwe wamoja. Sasa nani aniambie, unapomsikia Papa anasema wote tuwe wamoja, anakuwa na maana gani? Haya, karibuni. Nyosha tu mkono kama unaelewa. Papa anaposema wote tuwe wamoja, tuondoe tofauti zetu, yaani tuwe kitu kimoja, lengo analenga kitu gani? Haya, nianze pale mwisho. Kusali siku moja ambayo ni nini? Ni Jumapili. Tumpe amina. Sasa msikilize. Huo mpango ambao Papa anauendesha kwenye kitu kinachoitwa the new world order. Sasa haya mambo watu tunayashangaa tu kama yanaenda hivi, lakini ndio yanaenda kumaliza hivyo mchezo. Na tulisema mchezo wa mwisho kabisa katika matukio haya nini? Haya, tukio la mwisho kabisa kabla ya kufungwa mambo yote ni tukio gani? Nyosha mkono. Hilo ni swali ambalo tumeliandika hata kwenye madaftari yetu. Nyosha mkono. Tukio moja ambalo ndilo la mwisho kabisa katika mchezo wote huu, katika mambo yote kabla ya kufungwa kwa historia ya ulimwengu, ni tukio gani? Nyosha mkono. Linda kule pembeni. Sunday law. Yaani utangazwaji wa Jumapili ndio tukio kabisa la mwisho. The last act in the drama. Tukio la mwisho kabisa katika nini? Mchezo. Na ndio maana sasa Papa anayasukuma mataifa chini kuanzisha hiki kitu. Kwa mfano, ngoja niwape mfano. Mnakumbuka kwenye Danieli 2. Wote tukimbia tufike Danieli 2. Tukimbie Danieli 2 hapo ni kuonyesha sasa kilichotokea nchi fulani. Nchi fulani ya India huko. Tutaangalia hapo. Danieli 2, kitabu cha Danieli 2. Wote tumefika? Haya, turuke Danieli 3. Danieli ngapi? 3. Tuende kuona kwamba mfalme alifanya nini hapo. Hebu anzia mstari wa 4. Haya, wote tumefika hapo? Haya, tuanze kusoma mstari wa 4. Anasemaje? Ndipo mpiga mbiu akapiga kelele akasemaje? Enyi watu wa kabila zote na taifa. Enyi watu wa kabila zote na taifa, na lugha, mmeamuliwa hivi, wakati mtakaposikia sauti ya panda. Sikiliza hapo, na filimbi, na kinubi, na zeze, endelea, na santuri, ndio, na namna zote za ngoma, lazima kuanguka na kuiabudu nini? Tulia. Mmeona hicho kitu kilichofanyika hapo? Kabla ya sanamu kusimamishwa, nini kilifanyika hapo? Muziki uliwekwa. Yaani kuna muziki, filimbi, kelele hizo zikawekwa watu kwa ajili ya kufanya nini? Kucheza. Sasa nisikilize, kuna biashara moja inaendelea India. Wote tuseme India. India kuna biashara fulani inaendelea hapa ambayo kuna sehemu moja inaitwa Mumbai. Wote tuseme Mumbai.
Mumbai kuna habari moja ambayo imetrend sana mitandaoni, sawa? Mumbai Police wameandaa kitu fulani ambacho ni sherehe, na hii sherehe wanasherehekea mambo mengi ambayo wameyatenga hasa siku ya Jumapili, ambayo siku za Jumapili wanakuwa wanasherehekea katika mitaa yao. Na hiki kitu kimekubalika kabisa na jamii. At the crack of dawn on Sunday, some Mumbai streets went traffic-free, making way for Mumbai to indulge in some retreats like cycling, yoga, etc. And brothers and sisters, what's going to happen is what happened back then. In the first centuries, the Sunday was highly exalted, and simultaneously and proportionately, God's true Sabbath was demoted. Yes, and those who kept and promoted the true 7-day Sabbath were persecuted. Look. This unique citizen-friendly initiative has been brought in by Mumbai Police and is called Sunday Streets. The chairman of Tata Sons and Air India, N. Chandrasekharan, kick-started this initiative, which has been inspired by Commissioner of Police Sanjay Pandey. It's a stretch of 7 to 8 kilometers. It's going to be blocked only for the citizens to step out, post-lockdown, have fun. And do you know what is startling, friends? The majority of God's SDA people are sleepwalking. Beloved, they're sleepwalking into the mark of the beast crisis. Look at what the statement says. Trial and persecution will come to all who, in obedience to the word of God, refuse to worship this false Sabbath. Force is the last resort of every false religion. At first it tries attraction. That's it. At first it tries attraction. As the king of Babylon tried the power of music and outward show. What did we just play a while ago, my friends? This unique citizen-friendly initiative has... Cut the point. What's that? What is that, friends? Music and outward show. Get off my screen. There it is, my friends. And then what came next? The fiery furnace. Blue words at the bottom. So it will be now. So it will be now. Was Sister White inspired? The papacy has exercised her power to compel men to obey her, and she will continue to do so. That's it, my friends. From the Sunday festival, Sunday attraction, to forced Sunday worship by law with persecution for God's Sabbath-keeping individuals. Great Controversy, page 592 confirms. Look at the first sentence, brothers and sisters. Then look at the third sentence, brothers and sisters. Oh, beloved. Sasa unaweza ukawa unashangaa inakuwaje? Kwa nini nazungumza haya? Ukisoma historia ya India, kwa mfano kwa research iliyofanywa mwaka 2011, India ni sehemu ambayo kuna nini tunaita religion tunaita nini? Religion dini, si ndio? Dini ambayo inaongoza kwa watu wengi ni Hinduism. Tuseme wote Hinduism. Hinduism India ni 79.8. Alafu dini inayofuata kwa Wahindu huko ni Waislamu. Waislamu ni 14%. Alafu 2%,
ndio za Ukristo. Yaani maana yake huenda wa Sabato ukawapata sijui wa kuhesabu kwa namna gani. Yaani asilimia ngapi? Asilimia 79 wanaabudu nini? Hinduism. Na ibada ya Wahindu, mnajua ibada kubwa wanaabudu kwa nani? Jua. Wanaabudu, ukisoma ukafuatilia historia yao, wanaabudu jua ukiwafuata Wahindi. Sasa ninachotaka ukisema hapa, kwa mfano kuna gazeti moja linaitwa The Indian Express linaelezea hizo habari. Indian Express wanaelezea hizo habari kwamba Indian co-host First Solar Alliance meet PM. Ngoja, ukisoma hiyo gazeti wanaelezea habari za ibada ya Wahindu, wanaabudu vitu gani? Jua kwa kiwango kikubwa. Sasa sikiliza, kama Wahindi wanaoabudu jua wamekubaliana kabisa na nini? Na hiki kitu kwamba siku ya Jumapili ndio wameifanya Jumapili iwe ni siku ya kufanya hayo mambo. Wanafanya michezo. Sikiliza sasa michezo inayofanyika. Kuna michezo wanaita ni ajabu tu. Kuna mchezo fulani wanaita yoga. Mshasikia yoga? Yoga, nani anaelewa maana ya yoga kisaidie? Yaani yoga ni mchezo yale ya kunyoosha viungo, kustretch viungo. Yaani kunyoosha hivyo, hata kama ni ajabu bila wananyoosha hivyo kwa namna hiyo. Lakini pia yaani wanafanya michezo ambayo ni ajabu. Ndio imeanzishwa. Sasa imeanzishwa lakini wameisupport Jumapili kwa aina fulani ambayo unaweza usielewe. Yaani wamekubaliana na hamna hata kipingamizi kilichotokea. Yaani maana yake Wahindu na hao wengine ambao wamebaki wamekubaliana na hivyo vitu vyote. Sasa hizi ni kengele au ni michezo ambayo inaingizwa ili watu waweze kusahau kabisa kitu gani kinaenda kufanya nini? Kinaanzishwa. Kwa mfano ukisoma katika Pambano Kuu ukisoma kwenye sura za kuanzia ukurasa wa 50, Shetani kupitia mfalme huyu Konstantino. Mfalme Konstantino tunakumbuka alibadili nini kwenda wapi? Alibadili nini? Kutoa siku ya Sabato kutoka Jumamosi kwenda Jumapili. Mnajua kuna kitu gani alikianzisha pale? Alileta miujiza. Kuna miujiza ilianza kufanywa siku ya Sabato. Yaani ilikuwa siku ya Sabato au siku ya Jumapili ilianza kufanywa miujiza fulani. Na ilifikia hatua, ngoja nikwambie, ilifikia hatua mpaka siku ya Sabato ukipika hata chakula kinachacha. Mbona hivyo vipi? Ukipika chakula kinafanya nini? Kinachacha. Yaani aliweka biashara na maajabu. Kumbuka, hebu turudi kitabu cha Ufunuo. Wote tukimbie Ufunuo 13. Wote tumefika? Ufunuo 13 mstari wa tunaanza kuona kuna Marekani na yenyewe itaenda kufanya haya matukio ambayo yalikuwa yanafanywa hapo mwanzo. Ufunuo 13 anza mstari wa 12. Huyo ni mnyama yule wa pili ambaye ni Marekani, si ndio? Anza mstari wa 12 anasemaje? Marekani itakuja na yenyewe itumie uwezo wa yule mnyama wa kwanza Marekani na yenyewe itakuja ifanye watu wafanye nini? Wamsujudie mnyama na nani? Wa kwanza ambaye jeraha lake la mauti liko. Endelea. Naye afanye ishara kubwa hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni. Sasa tulia hapo, uje duniani, si ndio? Marekani na yenyewe itaenda kutoa ishara. Yaani kuna ishara fulani ambayo itakuja izitoe kama miujiza ambayo itakuwa inafanyika. Na hii miujiza imeanza kuonekana kwa sababu Marekani, nakumbuka katika kitabu cha Ufunuo 16:13. Niliwapa hilo swali. Ufunuo 16:13 kuna roho ngapi za uchafu? 3 za uchafu. Roho ya kwanza inatoka katika nani? Kwa joka. Roho ya pili inatoka kwa nani? Kwa mnyama. Roho ya tatu
wanamwabudu shetani direct. Yaani wanakuambia kabisa hapa tunamwabudu nani? Na hayo makanisa yapo. Yameandikwa kabisa devil worshippers. Leo tunafurahia hata majezi haya tunayoyavaa. Kuna majezi yameandikwa kabisa hata mashetani wekundu. Na watu wanafurahia kabisa mtu mimi mashetani wekundu. Hasa wacheza mpira. Wanafurahia sana hivi vitu na wanavaa hizo jezi wakiwa wanajitangaza kabisa we are devil. We are devil worshippers. Shetani amejidhihirisha katika dini hizo, akipitisha roho wake mchafu kupitia hizo dini, akifundisha mafundisho ya ajabu yanayopingana nini? Biblia. Lakini kuna mnyama tumezungumzia nini? Papa. Upapa umeanzisha nini? Ukatoliki. Ukatoliki, kupitia Ukatoliki ndio tunapata mvinyo. Mvinyo tulisema ni nini? Mafundisho yote ambayo yako kinyume na neno la nani? Hivi tunaelewana? Ufunuo 13 kwa huyu mnyama tuone sifa zake. Ufunuo 13 wote tumefika hapa. Haya, Ufunuo 13. Anza mstari wa 4. Wakamsujudu yule nani? Joka, kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake. Kwa hiyo anasujudiwa, sio? Kwa hiyo kuna sifa za Mungu. Badala watu wamsujudie Mungu, wanamsujudia nani? Mnyama, upapa. Endelea hapo, Tena wakasemaje? Yaani nani anayeuzidi utawala wa upapa, Nani anaweza kupigana na upapa? Hamna yeyote, Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu. Yaani tulia hapo. Akanena maneno ya makufuru. Upapa, roho iliyotoka ndani ya upapa wa Ukatoliki ni hayo mafundisho yote ambayo yanaenda kinyume na Mungu. Lakini wa mwisho tukaona ni nabii wa nini? Nabii wa uongo. Nabii wa uongo tumezungumzia anasimamia nani? Marekani. Marekani nini kinatoka huko? Uprotestanti ulioasi. Sasa kupitia Marekani ndipo tunakuja kupata Uprotestanti ulioasi, kwa sababu ni taifa ambalo lilisimama na Mungu, si ndio? Kipindi fulani. Lakini Biblia inakuja kutuambia litanena kama nini? Soma Ufunuo 13:11. Anasemaje? Someni hapo wote. Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi. Alikuwa na pembe mbili. Mfano wa mwana kondoo. Akanena kama nini? Kama joka. Sasa kunena kama joka maana yake ni nini? Kunena kama joka maana yake ni kupinga sera zake ambazo zilikuwa zinasimamia kweli na kuingiza katika nini? Kukana uwepo wa Mungu, kuwatesa watu wa Mungu, au kukana misimamo yote ambayo ilikuwa inasimamia kweli za Mungu. Huko ndio tunazungumzia kunena kama nini? Kama joka. Na sasa hivi tunaona kuna gazeti moja hapa linaitwa The Jerusalem Post. Jerusalem Post imeandika kuna nchi kama 3 zinaungana. Anasema UAE, US, Israel launch religious coexistence and tolerance team. Wameungana na hapa kuna Marekani, ambapo Marekani ndio taifa pekee ambalo litakuja litimize kabisa unabii. Na sasa hivi wamesukuma kwenye nchi kama hizo India, watasukuma kwenye nchi kama zingine, wataendelea kusukuma kwenye nchi baadhi. Yaani kuonyesha kama wao hawasiani na hicho kitu. Lakini wao wako nyuma wanasukuma nini? Hivi vitu. Sijui kama tunaelewana. Yaani mfano kama sasa hivi Tanzania, si ndio? Tanzania kuna vitu labda vinakuwa vinawekwa, ila wewe unakuwa haujui. Ila vinakuwa chini yake vinasukuma hizi ajenda za kutoka kwao. Sijui kama tunaelewana. Na wapendwa, tuombeni tu nchi za Afrika Mashariki. Kuna kaunabii kake kanazungumziwa hapo. Ngoja twende tumalize nako hapa.
Hebu fungua kitabu cha Isaya. Kuna kaunabii kanakohusiana sana na nchi za Afrika Mashariki. Tusihisi kwamba haya mambo sisi eti tuko nyuma nayo. Kimbia hapo, wote tumefika kitabu cha Isaya. Nimesema Isaya ngapi? Twende Isaya 18. Angalia kaunabii kanakotuhusianisha hapa. Isaya 18:1 anasemaje? Wote tuliofika tusome. Ole wa nchi ya uvumi na mabawa. Ole wa nchi ya uvumi wa mabawa, Iliyo mbali kupita mito ya iliyo mbali kupita mito ya Kushi. Mnaijua Kushi ni nchi gani? Nini? Jamani, Kushi ni nchi gani? Ethiopia. Sasa Ethiopia, nchi ambazo zilizoko mbali na nchi ya Ethiopia, ambao ndio utakuja uzitafute, anasema kuna uvumi wa mabawa. Nilipokuwa nasoma kitabu fulani, mwandishi mmoja amejaribu kuelezea habari ya uvumi wa mabawa, kwamba nabii Isaya anaona hizi nchi kama zina uvumi wa mabawa. Ilikuwa ni kama mito ya maji iliyokuwa ikipita, lakini ikitiririka kama uvumi wa mabawa. Sasa na hizi nchi ukiangalia mito yake ambayo mmesoma kwenye mwanzo habari ya ile mito, si ndio? Ambayo inapatikana katika Ethiopia inayopita huko. Sasa hapa ukishuka chini ambazo nchi ziko mbali na hapa, utakuta kuna nchi za Afrika Mashariki. Ambapo nchi za Afrika Mashariki hautaacha kuigusa Kenya, hautaacha kuigusa nini? Uganda, hautaacha kuigusa Tanzania na nchi zinazozunguka. Sasa kuna kaole kametolewa kwenye hizi nchi. Yaani maana yake kuna matengenezo yatafanyika sana katika hizi nchi, na ambazo upapa kwa jicho fulani itakuja iziangalie kwa namna fulani. Haka na kenyewe kaunabii kama kamefichwa, lakini kapo kanaeleweka. Atakuja aziangalie. Ndio maana utaanza kuangalia hizi nchi. Kuna kipindi fulani zilianza kuangaliwa kwa jicho fulani. Kwa sababu ukiangalia nchi kama Kenya, matengenezo yanafanyika. Utunzaji wa sabato unaendelea kufundishwa sana. Kwa hiyo zitakuja ziangaliwe kwa namna fulani. Na upapa unatumia mbinu gani? Ndio kwa kuingiza mambo kama haya ambayo tunajifunza. Kwa mfano kuna video moja imetrend ambayo ulikuwa ni mkutano ambao ulikuwa umefanyika mahali walikuwa wanaita World Government Summit. Na kichwa cha habari wamekipa kabisa, are we ready for a new world order? Umeona hicho kitu? Yaani kwamba ni kama swali, tumejiandaa na huu mpango mzima wa ulimwengu, mpango mpya wa ulimwengu, je, tumejiandaa? Na wamezungumzia mambo mengi ukisoma humo, ambayo kabisa yanazungumzia hata habari za majanga yaliyotokea, na mwisho wa siku kama yametokea, je, tutarudishaje kuwa mwanzo vizuri na nini? Sasa haya yote mkumbuke yako kwenye agenda kabisa ya nani? Ya Papa. Highnesses, Excellencies, ladies and gentlemen, a very, very good morning on what is the first official day of World Government Summit here at Dubai Expo 2020. And the title of this session, are we ready for a new world order? Well, the organizers here are nothing if not ambitious. This is, I think you will agree, a daunting subject for discussion at just after 9 a.m. on a Wednesday morning here in the relative calm of Expo 2020. But tackle it we must, because I believe what is clear is that we have hit an inflection point. We are certainly living in a unique age of uncertainty and volatility in global affairs. Whether you are from the global north or the global south, we have all collectively lived through the twilight zone that was the pandemic and the changes to our social, our digital, and our fiscal landscape. And just as the world re-emerges from the pandemic, we are faced with the Russian invasion of Ukraine, which certainly feels like a transformative geopolitical moment. Is it anything like
fit for purpose? And if not, what is the alternative? That is the purpose of this discussion today, so let's get on with it. Your Excellency, are you ready for a new world order? Na mwisho wa yote ni kutafutwa dini moja kwa ajili ya nini? Ya watu wote kumwabudu. Sasa swali, haya yote yakiendelea, tumejiandaaje? Yaani hicho ndio kikubwa ambacho ningependa ukizungumza napomalizia somo hili. Swali, umejiandaaje? Kwa sababu Yesu anapomaliza kufanya kazi yake, anapomaliza kabisa kupiga muhuri, kuna sentensi moja ataitoa. Hebu tuimalizie, na iko kwenye fungu kuu ambalo mwenzetu ameisoma, aliyekuwa anasoma fungu kuu. Katika kitabu gani? Ufunuo 22 mstari wa ngapi? Tuanzie mstari wa 10. Anasema akaniambia ndio. Anzia 11. Malizia hapo. Unabii ya kitabu hiki kwa maana wakati huo umekaribia mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu na mwenye uchafu endelea na mwenye haki na azidi kufanya haki na mtakatifu azidi kufanya nini? Kutakaswa. 12. Tazama naja upesi, ndio, na ujira wangu pamoja nami, ndio, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Umeona? Sasa swali ni kwamba Yesu anapomaliza kupiga muhuri watu wa Mungu na kuwathibitisha katika kweli, wewe utakuwa upande gani? Mimi nitakuwa upande gani? Haya matukio yote yanayotukia tunatakiwa tu tuamshe kutengeneza nini wapendwa? Tabia. Ukisoma kitabu cha Steps to Christ, ukurasa kama sijasahau wa 43, ni sura kama sijakosea ya 5, anasema vita kubwa ambayo tulionayo ni vita juu ya nafsi zetu binafsi. Victory over sin. Yaani hiyo vita ni kubwa, pambano. Niwaulize hapa, wangapi tumesha wahi kupitia pambano? Wengine wanapitia mapambano haya. Kwa mfano, unapopata maelekezo mengi, wengi huwa tunajiuliza kwamba mbona maelekezo yanakuwa mengi? Kwa mfano, sasa hivi kuna maelekezo mengi kwamba usifanye hiki. Kwa mfano, matengenezo yapo aina nyingi, si ndio? Kuna matengenezo ya nini? Uvaaji. Matengenezo ya nini? Vyakula. Matengenezo ya nini? Matengenezo ya nini? Sabato. Matengenezo ya nini? Hayo yote, mavazi tumeshataja. Yote hayo maisha, kutoangalia muziki, sijui kuangalia nini. Sasa watu wamefikia hatua wanaona kabisa kwamba mbona Ukristo umekuwa nini? Ngumu. Wana give up kabisa, wanasema bora mimi nife tu. Wapendwa, nataka nikutie moyo. Sasa hivi sio muda wa kugive up. Yaani ukisema tu anga sentence, shetani anafanya nini? Anashangilia, anasema sawa. Ndicho anachokitafuta. Kwa hiyo usije ukafikia tu uone mbona maelekezo yanakuwa mengi. Haya maelekezo ni kwa usalama wetu. Sasa hivi tunatakiwa tumtafute sana Mungu. Kwa nini? Kwa bidii. Haya maelekezo akitoa tunasema na lipi lingine? Mwisho, Mungu atusaidie country living. Yaani hapa Mungu atusaidie wapendwa. Kuishi wapi? Mashambani. Mungu atusaidie kuweza kuandaa. Mungu atusaidie hapa na kazi. Yaani Mungu atusaidie. Haya mambo yanazidi kuwa moto. Na ninaona ni kama kana nafasi ambapo Mungu amefanya nini? Ametuachia tu. Yaani unajua mwalimu, yaani tutakuja tushangae kwamba hivi muda tulikuwa tunautumia kufanya nini? Ndilo ambalo linakuja kwamba katika muda huu matukio yanatukia.
Yaani kwamba tumefungiwa ndani kwenye kirusi cha corona. Sasa baadaye tena imeachiliwa. Sisi tunafanya nini watu wa Mungu? Ulikuwa ni muda wa kwanza kujiandaa. Mungu atusaidie wapendwa. It is going to be worse more than we think. Bwana wabariki tunapoendelea kuyatafakari haya. Lengo tuamshane, lengo tujiandae kabla hatujafanya nini? Hatujachelewa. Basi Bwana wabariki. Nitaruhusu nyongeza baadaye, baada ya kupata ombi kwa ajili ya kufunga hiki kipindi kwa wale ambao wako online wanaotusikiliza, alafu baadaye tutaona kwamba tunaongezea kwa wapi. Basi niwaalike tu tuweze kupiga magoti tuweze kupata ombi. Na hata walioko online kama una nafasi unaweza ukatujoin kwa kuweza kupiga magoti kwa kuweza kupata ombi. Baba yetu mwema, Baba mtakatifu uketie mahali pa juu mbinguni, tunazidi kusema asante kwa wema wako na ulinzi wako ambao umeendelea kuwa pamoja nasi mpaka masaa ya jina lako litukuzwe. Asante kwa sababu umeamua kutufunulia matukio haya yanayoendelea duniani. Lengo tu ni kutuamsha, lengo tu ni kutuonyesha kwamba tuko karibu na kufungwa kwa historia ya ulimwengu huu. Na lengo umeruhusu ili tuweze kutengeneza tabia zetu zifanane na tabia ya Kristo. Wakati mwingi kama ulivyosema tumetanga sana kwa sababu ya kutokuamini kwetu, kwa sababu ya kutokupeleka injili hii. Tunaomba Baba yetu katusamehe, katuhurumie ili tuweze kuamka. Sisi vijana ambao umetupatia kweli hizi kuzifahamu, tusaidie tukapate ujasiri wa pekee kuzisema na kuamsha wenzetu ambao hawafahamu. Yeyote wanaosikiliza katika mitandao yao ya kijamii, mahali popote walipo, kila mmoja anayepata sauti hii, msaidie na kumuongoza kuweza kusimama kwa nafasi yake kwa ajili ya kuandaa ulimwengu na kujiandaa sisi wenyewe kwa ajili ya kuokolewa kabla hatujachelewa. Baba yetu, tunaomba tusije tukakosa katika kundi litakalomlaki Yesu Kristo mara ya pili. Tunaomba tukitumaini kuwa utakuwa pamoja nasi, kwani tumeomba kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amen.